Amen. Jina la Yesu milele livume. Amen. Tunatoa shukrani kwa Mungu tu kwa kumrudishia sifa kwa yale ambao ameyafanya kwetu Kabisa. tupatia neema ya magharibi ya leo, na tuko katika fundisho ambalo ni kuweka msingi inayofaa kwa ajili ya kanisa, kwa sababu katika maandiko ya Biblia kuna mengi ambayo yamekwisha kuharibishwa, ambao watu wamefikiria kwamba ndio gisi ilivyo, lakini Mungu ametupatia neema ya kujua ya kwamba mambo yamekwisha kuharibishwa, na kadiri inavyoharibishwa inahitajika kwetu tuwe tena na neema ya kuweza kutengeneza. Tutakuwa tunafundisha ambayo imesema habari ya tofauti kati ya dini na kanisa. Inatubidi tuelewe yale mambo kwa zaidi, kwa sababu ndio itupasavyo kuelewa. Kuna tofauti ambayo ni mkubwa sana inayotenganisha mambo mawili isiyoweza kuwa moja na haijawahi kuwa moja, isipokuwa ni wanadamu kwa kukosa elimu, kukosa ufunuo, kukosa ujuzi wa Biblia, inawafanya waenende na kutia vitu viwili kuvifanya kuwa moja. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa lugha, ambayo tunaweza kusema pia usemi. Na habari ya lugha, watu wanachanganya lugha katika imani na wanafikiri wanapoichanganya pamoja inatengeneza kile kitu kiwe kimoja. Sasa tutaenda kuanza kufungua maandiko ya kitabu ya Wagalatia 1:13 yake tu, ili tuende vizuri tuelewe haya mambo kwa zaidi. Wagalatia 1:13 Nasema nini? Maana umesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi. Simama pale msomaji wetu, tia nukta. Tumesoma waraka wa Paulo wa kanisa ambalo lilikuwa Galatia. Galatia yenyewe ni muji kama hapa tulivyo Mwanza, Nyanguge ndio jina pekee la eneo hii. Na mitume wa Yesu walihubiri injili pale katika mji wa Galatia, na ndugu zetu wa Galatia wakakubali imani ya Yesu Kristo. Na hapa katika kuwakoka sehemu hii pia ni watu ambao walikuwa na matatizo, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ambayo ilitawaliwa sana na watu wa mataifa, watu ambao hawakutembea na Mungu katika agano ambalo Mungu alilifanya pamoja na Musa. Haleluya. Amen. Agano ambalo Mungu alilifanya pamoja na Musa katika agano la kwanza lilikuwa linahusika Mungu, lilikuwa na uhusiano kati ya Mungu na uzao wa Yakobo. Sisi mataifa, watu ambao hawakutokana na Yakobo, walikuwa na yao tabia, walikuwa na abudu miungu, walikuwa na zao ibada za kimashetani. Kwa habari hata ya chakula, wao hawakujua kutofautisha kinachoweza kuliwa na kisichoweza kuliwa. Kwa habari ya kutahiriwa, wao haikuwahusu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa habari ya ibada ya Sabato haikuwahusu. Kwa habari ya kulewa sijue na kadhalika, wao walikuwa
yale mambo haikuwaona. Kwa mujibu wa andiko mbili tutaisoma, msomaji. Mwalimu. Kwanza rudia kwenye kitabu cha Kutoka 19:5 yake hadi 6. 19:5 kitabu cha Kutoka. Hii ni ushahidi tosha kwanza inayotupelekea kujua kwamba ibada ya Agano la Kale na kanuni zake zilikuwa zihusu mataifa. Ndiyo. Sasa basi kwa mtatii sauti yangu kweli kweli kabisa na kulishika agano langu, ndiyo, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Ndiyo. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Unaona, hawa ni uzao wa Yakobo. Mungu amewapatia thamani ya upekee, amewapa maagano, amewapa amri, amewapa sheria, amewapa na hukumu iliyofanya wawe taifa la Mungu, na Mungu muumba wa mbingu na nchi, Jehova, awe Mungu kwao. Kwa sababu tunapoongelea neno Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi, yeye kwanza siyo, jina lake siyo Mungu, bali ana cheo ya kiungu. Tuko vizuri? Sababu Mungu ni cheo tu ambalo linaweza kupewa kila yeyote, na ndio kwa maana mwenyewe amesema msiwe na miungu. Yaani alijua ya kwamba hata kama yeye ni Mungu, lakini kuna vingine viumbe vitaitwa miungu, zitaitwa Mungu. Sasa miungu ni uwingi wa neno Mungu. Akiwa mmoja anaitwa Mungu, wakiwa wawili watatu wanaitwa miungu. Na ndio maana kwa mujibu wa Biblia pana miungu zaidi ya ambayo ziliabudiwa na mataifa. Kuna Mungu Ashtoreti tulimuona, kuna Mungu Dagoni alikuwepo, kuna Mungu Milikomo alikuwepo. Hata huko Misri walikuwa na baadhi ya miungu na walifanya ibada kwa ule Mungu, walitoa sadaka kwa ule Mungu, walitoa nyimbo za sifa kwa ule Mungu, walikusanyika kwa ule Mungu. Lakini Mungu aliyeumba wale binadamu ambao waliabudu miungu, sababu hata kama wale waliabudu miungu, lakini ile miungu walioiabudu haikuwaumba. Kuna Mungu aliyeumba kila kitu ambaye ni Bwana wa milele. Yes. Amina. Amen. Lakini pamoja na ile pia, kama ungesoma hata kitabu cha Kutoka sura ya 7, Mungu amemwambia pia Musa, nitakufanya wewe kuwa kama Mungu mbele ya Farao. Yaani nitakufanya tishio, nitakufanya kitu cha kuogopesha. Lakini Musa hakuabudiwa. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Sasa mataifa walikuwa na wa Mungu ambao kwa yeye walifanya ibada na sadaka. Lakini Mungu akamwambia sasa uzao wa Yakobo, nyie kabila 12 ndio mumekuwa taifa teule kwangu. Linaposemwa taifa teule, maana yake taifa chaguliwa, taifa ambalo limechaguliwa katikati ya mataifa, taifa linalopendelewa zaidi ya zingine mataifa. Haleluya! Na kuna kitu ambacho nitataka tukielewe kwa zaidi. Mungu tunayemjua, aliyeumba vinavyoonekana na visivyoonekana, Mungu ana upendo kwa kila kiumbe alichokiumba, lakini Mungu ana upendeleo kwa wale aliowazaa kwa neno lake. Haleluya! Mungu ana upendo kwa wapagani. Mungu ana upendo kwa viumbe vya baharini. Mungu ana upendo kwa viumbe vinavyoishi msituni. Ndio maana vinakula, vimetunzwa. Wapagani jua inapowaka nao wanafaidia. Bahari iko hapo, wapagani wameenda kuvua samaki wanakula. Lakini Mungu ana upendeleo. Hii upendeleo ni ile ambayo tunasema amewatofautisha na viumbe vingine. Amina. Sasa upendeleo wa Mungu
ni wokovu kwa wale ambao yeye amewapenda zaidi ya upendo. Ndio maana ukumbuke alimwambia Petro nini? Nyinyi mumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakupewa hiyo neema. Sasa hii inatufanya tuwe na furaha, tuwe na amani ya moyoni. Haleluya! Tuwe na ile ujasiri ya kujua ya kwamba Mungu ametupendelea. Wokovu ni upendeleo wa Mungu. Ile kitu ulizingatie, upendo ni upendeleo, yaani ni kitu ambacho hakipewe kila, hata kama yeye ndio amewaumba, bali amewapendelea wale akawapa wokovu. Ndio akaambia Israeli, nyie ndio taifa langu teule, lakini ulimwengu wote pia ni mali yangu. Ijapo hiyo ni mali yake, anawapa jua, anawapa mvua, anawapa mimea, anawapa afya, anawapa sijue maisha, lakini wamekosa wokovu. Wokovu ilitoka kwa Israeli yenyewe, aliwapa wokovu. Andiko la pili linatupatia uhakika ya kwamba sisi mataifa tulikuwa hatuna wokovu. Ni ile ambayo imesema kwenye kitabu cha Waefeso 2:11 yake pale, msomaji. Twende nirudie kwenye Wagalatia. Kitabu cha Waefeso ndio 2:11 kabisa. Biblia inasema hivi, ndio katika Waefeso 2:11, kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, tulikuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, ndio Israeli, yani tohara ya mwili isiyofanyika kwa mikono. Ndio kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo kabisa, mumefarakana na jamii ya Israeli, ndio wageni wasio na maagano. Tulikuwa hatuna maagano ya ahadi ile, tulikuwa hatuna matumaini, hatuna matumaini, hamna Mungu duniani. Simama, huyu Mungu anayesemwa hapa tulikuwa hatuna, yeye ndiyo Yesu Kristo. Tulikuwa hatuna. Ndio kwa maana tulifunzwa hapa kwa siku zilipita, hata ikapelekea kila mataifa wakaanza abudu kile ambacho wamekitaka. Sasa ndio tatizo iliyokuwa Galatia. Watu wa Galatia walikuwa ni mataifa, watu wa makabila. Sasa walikuwa na michanganyiko ya miungu mbalimbali, ya ibada tofauti. Lakini Paulo alipowahubiri injili takatifu ya Yesu Kristo wakaipokea. Lakini shida, walikosa kuwa na msimamo. Watu wa Galatia, tukirudia kwenye ile 3:1, msomaji, sikia kisa anaanza kuambia. Wagalatia 3:1. Watu wa Galatia ndio sura ya hii kizazi ama wakati tunao leo. Watu wamejidaia wokovu, lakini hawana msimamo katika wokovu. Twende vizuri. Enyi wa Galatia, msio na akili. Nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliweka wazi mbele ya macho yenu. Ndio nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Nini? Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria? Unaona hawakuwa na sheria. Twende. Au kwa kusikia kunatokana na imani? Ndio. Je, mmekuwa wajinga namna hii? Kwa nini? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Hizi ndizo tabia za watu wa Galatia. Ni watu ambao hawakuwa na msimamo. Wakati watoto wa Mungu inatubidi katika wokovu tulioipewa mara moja tu kwa kujitoa kwake Kristo, ndugu yangu, inatupasa tuwe na msimamo. Msimamo ni mtu kuwa na uhakika ya kile alichokiamini. Msimamo ni mtu kuona kile alichokipewa kuwa cha thamani. Msimamo ni mtu kutokufananisha kile alichokipewa na kingine, yaani amekizingatia kwa wivu. Haleluya, amin. Angalia ndugu yetu aliitwa Stefano. Stefano anapigwa mawe ili aache wokovu, lakini alikuwa na msimamo. Ni mtu aliyekuwa na msimamo.
Na katika ile wakati ya utawala wa Nero na utawala wa Kirumi kuwatatiza mitume wote waliokuwa na msimamo, walielekea hata kukufa wakiwa katika msimamo. Lakini wandugu wa Galatia hawakuwa na msimamo, na hii ndio ilifanya Paulo sasa aanze kuwakemea. Amina. Amen. Yaani ni watu waliokuwa na roho ya uvuguvugu. Leo wanasimama, kesho hawasimami. Leo wanaamini, kesho hawaamini. Leo wanaendelea, kesho hawaendelee. Kitu kipya kikuja kinawapepeta, wanaenda hivyo. Wakati yenye Paulo amesema katika Efeso 4, ili tusiwe watoto wadogo tukipelekwa na nini? Na upepo wa kila fundisho. Haleluya. Amen. Sasa hii ni jambo la msingi sana. Hata ukisoma kwenye Matendo ya Mitume mule 29, Paulo ameanza kuambia kanisa nini? Soma pale usikie mzuri. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume Galatia, hapa ndio tuko tunaongelea. Matendo ya Mitume 29 yake. 29 yake. Ndio. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu. Unasikia maneno ya Paulo? Anaanza kuambia kanisa, najua baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu ataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hawatakuwa na huruma tena katika ninyi wenyewe. Watainuka watu wakisema mapotovu. Hata fundisho potovu zinaweza kujitokeza. Wawavute hao wanafunzi. Hao wanafunzi ndio wawaandamie wao. Amina. Amen. Hili ndilo lilikuwa maneno ya Paulo aliyokuwa akiambia kanisa ili libaki likidumu katika msimamo. Najua huwa kesho yake, juma kesho, siku fulani tunaweza kuondoka, lakini usifikiri kwamba yale tumehubiri kwenye barabara watu hawakusikia. Watu walisikia wakaumia moyo, lakini hawajakuja ili kuojeana na sisi. Hata baadhi ya wengine wanakusudia waulize wamekwishaenda, walienda wale watumishi walienda, wanakuja sasa kuanza kuwapepeta nyinyi mnaobaki hapa na imani ya Yesu, kwa kutaka kuwapepeta kwa vitu ambavyo sio vizuri. Hata wengine wanaweza kuachia na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kuna wengine wanaweza kuajia na mvuto. Hata wengine wanaweza kutaka kuwatengenezea debate. Wanasema mnaona ile imani mliamini, acha tuifanyizie debate, tufanye mada na nyinyi uungu wa Yesu, tufanye ibada na nini kuhusu sabato tu. Yaani wanajua kuna mambo ambayo huwa Mungu hayawaruhusu kufikia kuiweza kwa msimamo mkali. Sasa wanataka kuwapepeta kwa hizo fundisho zinaweza kuleta upotovu. Bwana Yesu asifiwe milele. Lakini Paulo amesema, mumesikia habari ya mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliuzi kanisa. Kwa andiko hili ndugu zangu, tunapata akili ya kujua ya kwamba kuna utofauti ya dini na kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yaani tumeelewa dada zangu na ndugu zangu kwamba kanisa siyo dini na dini siyo kanisa, bali kuna kanisa na kuna dini. Inaeleweka vizuri? Yeah. Sasa hivi vitu viwili leo ulimwengu inaanza kuvichanga viwe vimoja. Lakini kwa mujibu wa hii kitabu ya Wagalatia, si imetupatia kwanza akili kwamba kuna dini na kuna kanisa. Kanisa siyo dini na dini siyo kanisa. Lakini kabla ya yote tuelewe hiki kitu. Neno kanisa, haleluya, amen, aliyelitamka wa kwanza, kwa sababu neno kanisa ni ufunuo. Neno kanisa ni ufunuo ambalo Yesu amelifunua peke yake. Lakini kabla ya kanisa kutamkwa, kulikuwepo na imani, na hizo imani zilikuwa naitwa dini au dhehebu.
Tuende na maandiko msomaji. Kabisa. Kamata kwanza ile Amosi 5, tuende kwenye 21. Katika kitabu cha Amosi. Lakini kamata 23 ya kitu. Ndio. Amosi 5:23. Ndio. Maandiko yanasema hivi: Niondeleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Ndio kwenye 22. Naam. Naam. Ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa, ndio, na sadaka zenu za unga, kabisa, sitazikubali. Ndio. Wala sitaziangalia sadaka zenu za amani, ndio, na za wanyama walionona, kabisa. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Ndio. Lakini hukumu na itelemke kama maji, kabisa, na haki kama maji makuu. Ndio. Je, mniletea zabihu na sadaka? Simama, rudia kwa 21. Nataka tuende na mimi nazichukia sikukuu zenu, ndio, nazidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Neno dini limetajwa katika Biblia kwenye Agano la Kale. Haleluya. Amen. Neno dini limesemwa hapo, limesikilika. Hata kamata Wafalme wa Pili 10 yake, kamata 20. Wafalme wa Pili. Tuende na maandiko. Wafalme wa Pili 10:20 yake. 10:20, kitabu cha Wafalme. Twende msomaji. Biblia inasema hivi katika 10:20 yake, tusome katika jina la Yesu Kristo. Yehu akasema, takaseni kusanyiko la dini kwa Baali. Watakase nini? Kusanyiko la dini. Kusanyiko la dini. Kumbi kuna kusanyiko la dini. Kwa mujibu wa andiko hili, kuna kusanyiko la dini. Sasa dini yenyewe, hiyo neno dini ni lugha gani? Dini linatoka katika lugha la Kiarabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dini limetoka katika lugha la Kiarabu. Kwa Kiarabu neno dini maana yake njia. Neno dini kwa Kiarabu maana yake njia. Neno dini kwa Kiarabu maana yake sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Hata tukirudia kwenye kitabu cha Ayubu, msomaji. Kitabu cha Ayubu. Kamata ile Ayubu 4:6 yake, nafikiri pale. Ayubu 4:6. Twende na maandiko. Haya. Katika kitabu cha Ayubu 4:6 tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Barikiwe. Maandiko inasema hivi katika 4:6 yake. Inasema nini? Je, dini yako, dini lako, dini yako ndio sio mataraja yako? Yaani tumeelewa tena kwamba kuna neno dini katika maandiko. Sasa dini linatoka katika lugha la Kiarabu. Ndio maana Waislamu wao katika imani wanaokuwa ndani, wao sio kanisa. Wao wanasema sisi tuna dini ambayo ni dini la Kiislamu. Kwa sababu neno dini, tamko dini sio Swahili, ni Kiarabu. Maana yake njia. Maana yake namna ya wanadamu ya kumwendea Mungu. Sasa Paulo amesema kuna tofauti ya dini na kanisa. Maana yake dini sio kanisa na kanisa sio dini. Amina. Amen. Sasa kuna watu wanayo imani ya kidini na kuna watu wanayo imani ya kanisa. Yeah. Niseme hivi, dini tumeelewa kwamba ilianza hata na Yesu hajakuja. Tumeona baadhi ya madini, hata maandiko imetupea kwamba kulikuwa dini ya Baali, yaani kusanyiko lililofanya ibada kwa Baali. Lakini pia nieleweke hivi, wakati Yesu alipokuja ulimwenguni, Yesu alikuta kuna baadhi ya madini. Kuna dini ya Kifarisayo na kuna dini ya Kisadukayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hizi zilikuwa na taratibu, zilikuwa na mila, zilikuwa na desturi zao.
na hata ibada yao iliendana na mila za kabila zao. Jambo la pili liwe limeeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alipotamka Mathayo 16:18. Mathayo 16:18. Vizuri. Yesu inashuhudia na kusema hivi. Ndio. Katika 16:18. Ndio. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba hili. Ndio. Na juu ya mwamba huu kabisa nitalijenga kanisa langu. Yesu akatumia usemi akasema, juu ya mwamba nitalijenga kanisa. Wala leo tuongelee mwamba, tunaongelea tu neno kanisa. Sababu hapa pia kuna imani ambao wamesema ya kwamba kanisa itajengwa juu ya Petro, sababu Petro ndio mwamba. Hii ni kukosa ufahamu na akili ya ufunuo wa maandiko. Yesu ametumia neno kanisa ambalo yeye atalijenga. Baada ya Yesu kutamka hili tamshi, Yesu ameanzisha imani, fundisho ambalo kwa hilo mitume wamejengwa na kuenenda katika imani hiyo. Ilipofika katika mwaka wa 311-12 ni pale palianzishwa kitu kinaitwa dini la Kikristo. Munitege sikio hapa niongee mawili matatu. Yesu hakuanzisha dini. Amen. Yesu alianzisha kanisa. Amen. Lakini baada ya kuwaua mitume wa Yesu Kristo waliouawa na utawala wa Kirumi, yaani tangu mwaka wa 31 hapo baada ya Yesu kufa, Ukristo ulianza kusumbuka. Waliowasumbua Wakristo sio wengine, walikuwa watu wa madini, watu wa madhehebu, kufatana na fundisho la wa mitume. Na hao walisimamiwa na wanani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wakisimamiwa na dola la Kirumi, kwa sababu dola la Kirumi lilianza kutawala kabla ya Yesu kuzaliwa. Mwaka wa 17 Roma inatawala, kama utawala uliofunuliwa na Danieli kwenye Danieli 7, ile 7 yake. Akaona mnyama wa 4. Huyu mnyama wa 4 ni utawala, ni ufalme wa 4 utakao tawala dunia, na hii utawala ilianza kabla ya Yesu. Yesu alipozaliwa akakuta utawala inatawala, na ilikuwa ni utawala wa dola ya Kirumi, ikitawala kisiasa, ikitawala kimababu, ikitawala kipagani, lakini walikuwa na mila zao za kidini. Tuseme amena. Sasa hii mila yao ya kidini hawakukubaliana na fundisho la Yesu. Ile kitu liweke. Warumi hawakukubaliana na fundisho la Yesu. Matendo ya Mitume, msomaji. Matendo ya Mitume. Twende na maandiko. Ndio. 16:19 yake. Matendo ya Mitume 16:19. Twende vizuri. Biblia inasema hivi katika 16:19. Twende. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini na faida yao limewapotea, vizuri, wakawakamata Paulo na Sila, wakaokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makazi, wakasema. Hii siyo historia ndugu zangu, hii ni mambo yaliyotendeka, na tunafikiria kujua ya kwamba yatatendeka tena kwa miaka ijayo. Twende msomaji. Wakawachukua kwa makazi, wakasema. Nini? Watu wanachafua sana mji wetu. Watu, yani Paulo na Sila wanachafua mji. Swali, simama msomaji. Paulo na Sila hawakukamata uchafu kama majani ya malagi, majani ya mahindi, kama udongo, kama matope, waimwange kwenye mji, wala tuseme ubaya wowote. Lakini usikie
lile ambalo litaitwa kuwa uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilikuwa ni nini? Wakawakamata Paulo na Sila wakawakokota mbele ya wakuu wa mji, wakasema watu hawa wanachafua mji. Yaani hapa mji inayosemwa hapa sio mji ardhi. Tuseme amen. Amen. Mji inayosemwa hapa ni binadamu. Tuende na maandiko kabisa. Soma msomaji. Katika hapo hujamalizia. Wakawakamata makazi wakasema, watu wanachafua sana mji wetu. Ndio. Nao ni Wayahudi. Kwanza ni wanani? Wayahudi. Ni wanani? Wayahudi. Inaposemwa Wayahudi, yani ni watu wasio na asili, watu wasio na asili ya Kirumi. Pili, wasiokuwa na mila ya Kirumi kabisa. Tatu, wasiokuwa na fundisho za Kirumi. Wamesema ni Wayahudi, na ukirudia kwenye kitabu cha Yohana 4, Yesu anasema wokovu imetoka wapi? Kwa Wayahudi. Wokovu imetoka wapi? Kwa Wayahudi. Yaani ni Wayahudi, ni watu waliotangaza wokovu. Sasa wakasema watu hao kwanza ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu. Wanatangaza nini? Habari za desturi zisizokuwa halali kwetu. Wanatangaza habari za desturi zisizokuwa halali, yaani isiyokubalika, yaani isiyotakiwa tuisikie wala tuielewe. Twende. Zisizokuwa halali kwetu. Ndio. Kusipokea wala kuzifuata. Juu ya nini? Kwa kuwa sisi tu Warumi. Unasikia sasa? Fundisho la mitume kwa Warumi ni uchafu. Tuseme amena pamoja. Amen. Fundisho la mitume kwa Warumi ni uchafu. Asa kitu hiki huwa kinaniletea hofu. Hao Warumi ilipofika kwenye mwaka wa 300 baada ya kuwaua mitume wa Kristo na kutaka kuizimisha ukweli ya Ukristo, wakaona haitoshe kuwaua mitume tu, bali pia inatubidi tuiharibu Ukristo. Nitege sikio vizuri hapa, kuna kitu utaelewa. Sasa walipotafuta kuiharibu Ukristo, wao sasa wakajivika jina ya Ukristo, wakakuja na Biblia, wakasema Yesu ni Bwana, ila fundisho imani ya Yesu Kristo wakaikanyagia, sababu kwao ni uchafu. Nilete mfano mmoja hapa. Maandiko nasema usifanye sanamu, si ni maandiko? Ndio. Lakini ukienda katika dini la Kirumi wanafanya au ibada yao haiwezi kufanyika bila sanamu kabisa. Wakati fundisho la mitume linakataza sanamu, lakini fundisho lao kwa mila yao wamekubali sanamu. Sasa wao walipopindua Ukristo ni pale walitengeneza kitu kinaitwa dini la Kikristo kabisa. Yaani tunaelewa sasa kama kuna kanisa la Yesu Kristo na kuna dini la Kikristo. Sasa dini la Kikristo ndilo nisemeje? Dini la Kikristo ndilo lina kipawa mbele katika hii karne. Dini la Kikristo ndio limekubaliwa na wanadamu. Dini la Kikristo ndilo linalopokelewa kwa wingi wa watu katika ulimwengu wa leo. Sasa ile imani ya kanisa la Kristo linakataliwa. Amina. Amen. Ndio maana tukiongea ubatizo ya kanisa, haleluya, amen, ni kwa jina gani? La Yesu Kristo. Ni kwa jina gani? La Yesu. Kwenye maji gani? Mengi. Ubatizo ya kanisa ni kwa jina la Yesu Kristo kwenye maji mengi, lakini ubatizo ya kidini ni kwa majina matatu kwenye maji ya kumiminia. Ubatizo ya kizehebu ni ubatizo
ya majina matatu kwenye maji ya kuchimbia. Unaona tofauti? Sasa Yesu ameleta kanisa, Urumi umeanzisha dini la Kikristo. Sasa hili dini la Kikristo ndilo njia inayompelekea shetani kukamata ulimwengu ya Ukristo na kuupoteza. Amina. Amen. Paulo akasema, mumesikia habari ya mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi. Dini ya nini? Ya Kiyahudi. Dini ya nini? Ya Kiyahudi. Simama msomaji. Wayahudi ni kabila au ni imani? Kabila. Wayahudi ni kabila. Paulo amesema umesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi. Maana yake ya pili, muelewe vizuri, dini inatengenezwa na mila ya kabila. Dini inatengenezwa na desturi ya kabila. Twende vizuri na uelewaji. Huko Kongo ndio nitakamatia mfano, lakini nanyi hapa mtakuwa mmeelewa, tutakuwa tunaunganisha kwa kuelewana. Huko Kongo kuna dini linaitwa Sepake. Kuna dini linaitwa Selpa. Hizo ni dini za huko. Kuna dini linaitwa Lutheran. Kuna dini linaitwa Témoin de Jehova. Kuna dini wanaitwa Mashahidi wa Jehova. Kuna dini linaitwa Anglican. Kuna dini linaitwa Wakimbangu. Wanavaa rangi ya njano na nyeupe. Ndio vazi lao la leo dini yao. Kuna dini linaitwa dini la Waneno. Sasa hizi dini ninataka tuunganishe ufahamu. Ili dini la Sepak wao wameanzishwa na nchi inaitwa Norvege. Norway. Yeah. Wao wa Norway ndio wameanzisha hiyo imani yao. Walipoileta Afrika hapo Kongo, Wakongomani wakaipokea. Ikaitwa Sepak. Kuna wale waliokuja wanaitwa Sweden. Si ndivyo? Ndio. Walipokuja Kongo wakatengeneza dini inaitwa Selpa. Yaani kunakuwa dini la Waswedwa, la Sweden na la Norway. Unaona? Sasa ukifuata hiyo dini, wale viongozi ambao wako hapo Kongo, wao tu wamekuwa kama wawakilishi. Vizuri. Lakini wenyeji wa hiyo imani wamekaa uzunguni. Sasa wale wachungaji hata wahubiri ukweli wa maandiko na wanauelewa, wao hawana jukumu ya kubadili katiba ya hiyo dini. Kwa sababu gani? Wao wamewekezwa tu kama waangalizi, kama wasimamizi, lakini wenyeji wa hiyo imani imetoka Sweden na Norway. Tunaenda vizuri? Ndio. Na hapa hizo imani pia zimeanzishwa na nchi za Ulaya. Kuna watu tunawasema Wakimbangu. Hiyo ni dini imetoka sehemu wanaita huko kwa lugha ya Kongo wanasema Nkamba. Ni mkoa fulani wa Kongo. Sasa wao ukiwakuta wenyeji wa hiyo imani wengi ni watu wa hiyo mkoa. Kuna hiyo dini tunasema ya Waneno. Wao wanavyoimba wananyonga viuno sana, wananyonga viuno. Nafikiri hata hapa wako. Hiyo dini imeanzishwa na mtu mmoja anaitwa Kadima. Huyu Kadima ni kama hawa Waluba. Watu ambao unaona Waluba mchezo wao mwingi sana, wanapocheza wanachezea kwenye viuno, wananyonga viuno sana. Na hii dini ya Waneno ukiwakuta nao kwenye ibada zao wanabeba hiyo mila ya huko walipoanzishwa. Tunaenda vizuri? Amen. Hata dini la Kikatoliki ni dini limeanzishwa na Roman, si ndivyo, huko Italia. Na mila na desturi ya hiyo nchi ni sanamu. Sasa umekuta hata katika ibada zao sanamu ndio imewekezwa kuwa kipawa mbele.
Hata hiyo dini ya wandugu zetu wanaitwa wa Anglican imeanzishwa huko, tunasema kwa Kifaransa Angleterre. Nyinyi mnaitaje kwa Swahili? Uingereza. Vizuri kabisa. Angleterre kwa Kifaransa, Uingereza kwa Swahili. Ndio imeanzisha hiyo imani. Sasa hawa wanapoleta ile imani Afrika, unakuta hiyo dini itaanza kutembea kwa utaratibu ya mila ya nchi ambayo imewaletea hiyo imani. Tumeenda vizuri? Ndio. Sasa Paulo naye anasema nilikuwa katika dini ya Kiyahudi. Yaani dini letu ni dini linatamka Mungu, lakini linabeba mila ya Kiyahudi, linabeba desturi ya Kiyahudi, linabeba mapokeo ya Kiyahudi, linabeba ibada na namna ya kukua ya Kiyahudi. Hiyo kitu tuizingatie. Hata hapa Tanzania vipo. Sasa hawa hata uwahubiri kwa namna gani, hawana haki ya kubadili lile fundisho ya hiyo dhehebu yao. Aliye na neema, akiwa mchungaji, akiwa kiongozi ambaye aliwekewa awe mwangalizi, wale watu wadhungu wamempea kazi, neema inakuwaka ni moja, ni kutoka. Yeah. Yeye mwenyewe hawezi geuza hiyo kikundi. Sasa sio yake. Yaani ni kama mimi hapa ninanunua nina ng'ombe zangu, si ndivyo? Kisha ninasema ndugu Bahati, wewe utakuwa mlinzi wa hizo ng'ombe zangu. Na hizo ng'ombe zangu zote ni ng'ombe za kiume. Ndio mimi nimenunua ng'ombe za kiume. Sasa Bahati anapochunga hizo ng'ombe, anasikia anywe maziwa. Sasa ng'ombe za kiume azitoe. Sasa anafika huko katika msitu iko na chunga hizo ng'ombe, anakutana na mtu mmoja naye na ng'ombe za kike. Kisha mtu anamwambia tubadilishane. Nikupe ng'ombe ya kike, unipe ng'ombe za kiume. Kiukweli Bahati ana hiyo jukumu ya kubadili ile ng'ombe. Kwa sababu gani? Sio mwenyeji. Na ndivyo walivyo viongozi wa madhehebu. Wamepewa vitu walindiane. Sasa hata wajue ukweli hawawezi kubadili. Sababu gani? Waliowaweka pale watawaambia kwa ruhusa ya nani, kwa sauti ya nani, kwa kauli ya nani umefanya hiki. Sasa njia pekee ya kujisaidia, wale wengi tunao katika ujumbe huu wanatokaka njo na analaga vizuri, anasema ndugu zangu, tulikuwa tumepotea katika hili dini la wadhungu, katika hili dini la Waswedani, dini la Waingereza, dini la Waamerika, dini la wanani, tulikuwa tumepotea. Sasa mimi hii ni mali ya wenyeji, mimi ninawekeza vikaratasi vyao vyote chini, mimi ninatoka ninaenda. Anaacha. Lakini sasa hiyo dhehebu mimi nitaibadilisha. Ni ya kwako. Uibadilishe kwa sheria gani? Kwa nguvu gani? Hata wao wenye hiyo dhehebu wakikuja wana haki ya kukubeba mahakamani na kusema sisi tulikupatia tu kazi, lakini sio ya kwao. Sasa kwa nini ubadilishe? Kwa nini ufanye mabadiliko wakati ambapo sio jukumu lako? Haleluya. Amen. Jambo la tatu, baadhi ya madhehebu nyingi ulimwenguni leo, niende nakamata tu mifano hata huko kwetu Kongo. Kuna hiyo utakuta wanasema hii ni sepaki, na ingine hapa ni sepaki, na ingine pale ni sepaki. Unakuta kuna sepaki hata 10 kwenye mtaa huu mmoja. Unajiswali hivi, kwa nini nyote muwe wa sepaki? Ndio hiyo wanaita kanisa la Kipentekoste. Kwa nini nyinyi nyote muwe wa Pentekoste? Lakini mmoja amejenga hapa, mwingine hapo, mwingine hapo, mwingine hapo. Ukiwachunguza kwa undani, utakuta kitu kinachowagawanya ni asili ya ukabila. Sasa hapa unawakuta hawa ni wasepake wa Kirega, sababu kuna kabila ya Walega. Hawa wanaitwa sepake, lakini ni wanani? Ni Walega. Umeenda hapo sehemu unakuta nao ni sepake, lakini ni Wabembe. Unaenda sehemu nyingine unakuta nao ni sepake, lakini ni Wamushi. Yaani wote wamechangia hiyo jina ya sepake,
lakini hawawezi kukaa pamoja, sababu pia wanachanga imani na asili. Sasa hiyo asili inawafanya nini? Inawagawanya. Yaani inakuwa dini la ukoo, yaani inakuwa dini la kimababu. Bwana Yesu asiwe sana. Hata ndugu zetu wa Adventist wa Sabato hao wote wanachangia siku moja ya ibada, si ndio? Kesho watafanya Sabato lao wote, lakini ukiwafuata mtani, nilipokuwa sehemu za Masisi huko Kongo naenda hubiri Injili, nimekutanana na Wasabato ambao wanabatiza kwa jina la Yesu Kristo, lakini ni wanani? Ni Wasabato. Nimekutanana na Wasabato wanasema Yesu ndiye Mungu wa pekee wa kweli, lakini ni wanani? Kuna wengine ni Wasabato wanabatiza kwa majina matatu. Kuna wengine ni Wasabato wana haki ya kula msosi, wanakula nyama, wanakunya juisi, lakini kuna wengine ni Wasabato mewaa hawafanya nini? Hawatumia yale mambo. Sasa unakuta hii ndio mfumo wa kidini. Hizi ndizo tabia zinazofanya kundi itwe dini. Sasa Paulo amesema nilikuwa katika dini ya Kiyahudi. Kama vile leo watu wanakuwa na madini za Kiamerika, dini za Norway, dini za Sweden, dini za Norway, dini sijue yani kuna madini, yani mpaka kunakuwa madini za kiukoo. Jambo la kufuata, sio kama ile jambo limezingatiwa vizuri. Anaendelea kusema alipokuwa katika dini, mwele wa Galatia tuko tunasema ile 1:13, akauzi kanisa. Weka hiyo nukta hapo. Alipokuwa katika dini akauzi kanisa kupita kiasi. Kwa sababu gani? Kanisa ina fundisho lake, kanisa ina mwenendo wake, kanisa ina namna yake ya kuvalia mavazi, kanisa ina taratibu zake za namna ya kupeleka ibada, kanisa ina mfumo wake wa kuishi tofauti na dini. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Sasa hiyo dini nao, watu wa dini nao wana fundisho yao, wana tabia yao, wana mila yao, wana desturi yao, wana mafundisho yao. Sasa shida ya Paulo ni nini? Kanisa la Yesu, Paulo yeye sasa alikuwa na wivu, na niliposoma vitabu vya historia vimesema ya kwamba kwa hizo wakati kila dini ilikuwa na kikosi ya maaskari ambao wao kazi yao ni kulindia usalama hiyo dini lao. Ukilinenea kwa ubaya, wao wanakuadhibu. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wandugu zangu wa dini, wao ambao wamefanya ibada ya Sabato, huwa watakuwa wananichukulia muda fulani. Sasa unataka wanyooke. Kuna kundi moja, ukienda kwenye dini la Kirumi au ndugu zetu wa Katoliki, wanakuwa na kundi moja huko kwetu Kongo tunawaita waskuti. Sijui huko mnawaita wanani. Yaani ni kundi la vijana, wao wanavalia mavazi fulani kama ya askari, na wanafanya hata wanaitwa scout. Ndio, hiyo ni Kiingereza. Sasa kwa Kifaransa tunaita waskuti. Hawa ukiwaona ni kama maaskari, wanavalia mavazi, unawakuta hata wanafanya mazoezi ya kwao, wakiwa barabarani wanatembea, wanafungia vishakoshi vyao, wanatia kakitu, yani ni kama maaskari hivi. Cha ajabu nilipoangalia ndugu zetu wa Adventist, nao wana hiyo kikundi, wana vijana fulani, sio wanawaita wanani kwa usemi wa imani yao, ni vijana unakuta hata samani, nina picha moja hapa yao nimeichukua kwenye simu langu, sababu huwa mara mingi nataka kuongea vitu ambavyo nina uhakika navyo. Unaona hii hapa, hii picha ndivyo wanavyokuwa wanavaa. Samani
hivi ndivyo wanavyokuwa wanavaa hivi, kama majeshi fulani hivi hivi ndio wanavaaka. Na kuna ingine picha moja hapa nimeichukua, sababu huwa mara mingi ninapotaka kuwafunza na kuwaelekeza mwambia hapana, kuna mengine tunaifanya lakini sio haki, sio haki, kwa sababu haiendane na neno la Mungu ambalo sisi kama Wakristo tunahitajika kuweza kuyafanya. Ni roho ya unabii ya mama, lakini kwa sababu ni imani wameipokea kutoka Amerika huko kupitia mama fulani na kijana fulani hivi, wao wamezingatia kwamba hiyo ni imani. Haleluya, amen. Utakuta wanavalia kofia, wanavalia na hiyo mavazi yao ina manyota nyota kama za maskari hivi. Hata Paulo naye alikuwa mwanajeshi wa kusanyiko la dini lake. Na yeye ndiye alikuwa amesimamia kikosi, kama hata Matendo ya Mitume 9, msomaji. Matendo ya Mitume 9 anzia kwenye moja yake. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu. Akaenda kwa kuhani wa dhehebu lake. Akataka mpe barua ya kuenda Dameski. Akaenda akalomba kibarua kitakachomruhusu aende Dameski. Zilizoandikwa kwa masinagogi. Zilizoandikwa sio kwa sinagogi la Paulo tu, kwa masinagogi yote. Akataka mpe barua ya kwenda Dameski. Ndio. Zilizoandikwa kwa masinagogi. Ndio. Ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake, ndio, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Kama tarudia kwenye Matendo ya Mitume hiyo 7 yake, uangalie mauaji ya ndugu Stefano. Aliyekuwa anaisimamia alikuwa ni huyo. Basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo. Matendo ya Mitume msomaji 7:54. Lakini ndio twende vizuri. Basi waliposikia maneno haya, wakachoma mioyo, ndio, wakamsagia meno, lakini akijaa Roho Takatifu, ndio, akapaza macho yake, akapaza macho yake, ndio, akitazama mbinguni, ndio, akaona utukufu wa Mungu, ndio, na Yesu akisimama upande mkono wa kuume wa Mungu, ndio, akasema nini? Tazama, naona mbingu zimefunguka, ndio, na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kabisa. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Kabisa. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kamawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aitwaye Sauli. Haleluya. Amen. Aliyesimamia walioua Stefano alikuwa msimamizi ni nani? Sauli. Huyu ndio atakia kuwa Paulo anayehubiri injili sasa ya kweli. Amen. Dhehebu ndio maana usishangaa kumkuta mchungaji iko ndani ya kanisa na magadi board. Haujawaona hawa majamaa? Unakuta kabisa watu ambao wamenyanyua vyuma kabisa, wanafungia minofu hivi. Anasema kweli mchungaji huyu. Hata nimemsikia mchungaji mmoja hapa Tanzania anasema inahitajika mtumishi wa Mungu au amefanya mazoezi kama ya karateka, yani ajue kupigia ngumi. Mtumishi wa Mungu anapaswa kujua kuchangia mambo fulani. Kweli kabisa. Wakati kwenye kitabu cha Efeso 6:12 maandiko yanasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya kila falme za giza. Tunafanya vita katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Sio kwa nguvu za binadamu. Katika nguvu zetu za mwili, hata Paulo amesema huwa ninapokuwa katika nguvu za mwili nimekuwa dhaifu. Lakini nguvu za kiroho unipatia nguvu zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hii mambo tunayoyaona ni hiyo roho ya wakati wa Yesu. Wale watu walikufa, lakini ile roho inaendelea kutawala mpaka kizazi tunaoishi. Kanisani mnakuwa majeshi wa polisi. Kanisani mnakuwa maaskari. Kanisani mnakuwa wa guard boards, walinzi wa mchungaji. Hao walikuwa hata wakati wa Paulo, na Paulo ndio alikuwa mojawapo ya wale wasimamizi wa vikosi, lakini kazi yake ni kwenda uwa walioamini ujumbe wa Yesu Kristo. Hiyo tu ndio ilikuwa kazi ya Sauli, na ana mshahara wake. Haleluya. Alikuwa na mshahara wake.
kwa mwezi analipwa kama guard board, kama askari wa dini lake. Malizia ile Wagalatia urudilie pale. Ili niende kwenye pointi fulani ambayo litakao tupatia kuelekea kwa mengine. Maana amesikia habari za mwenendo wangu zamani. Hiyo 1:13 ndio katika chini ya Kiyahudi. Ndio. Kwamba naluzi kanisa la Mungu pita kiasi. Nikaliharibu. Akaliharibu kanisa. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi. Naliendelea katika dini ya Kiyahudi. Kuliko wengi walio elimu zangu. Kuliko wengi walio elimu yangu. Katika kabila yangu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Kumbe dini ni nini? Mapokeo. Ndio imani ambayo leo ziko. Yeah. Mapokeo. Ndio umekuta mtu unamwambia, kwa mfano, unamwambia dada, kutia nyele bandia ni dhambi. Unajua jibu lake? Hiyo ni imani yenu. Lakini sisi kwenye kanisa letu, hiyo sio dhambi. Na mchungaji wetu hajatuambia kama hiyo ni dhambi, lakini mchungaji ametuambia manabii wengi wa uongo watakuja na watapotosha watu, tuwe nao makini. Ndio wewe kabisa. Wewe unaongelea Biblia, wewe ndio nabii wa uongo. Yeye ameongelea mila na desturi ya dini lake, yeye ndio wa kweli. Tuseme amena. Amen. Unaona tofauti ya ulimwengu tuko ndani. Hii ndio shida ambao ujumbe utapata moyo wakati. Hii ndio mzigo tumebebeshwa, ndugu zangu. Sasa narudi hivi. Anasema hata ukiangalia tabia za Paulo, alikuwa na mwalimu wake wa dini lake, si ndio? Gamalieli. Gamalieli ndio alikuwa mwalimu aliyofunza Paulo mila ya Kiyahudi, aliyomfanya awe na wivu ya ile dini lake. Mwalimu wake ni Gamalieli. Gamalieli alikuwa na ujuzi. Hata kuna wakati moja hivi huyu Gamalieli amefanya vitu vizuri sana. Haleluya. Amen. Tutaviongelea hata kesho. Kwa hiyo ni Wagalatia ambao tuko tunachambua. Anazidi kusema akaliuzi kanisa la Mungu, akaliharibu. Yaani kazi ya dini ni kuharibu kanisa. Mungu Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo ndio mission kubwa ya dini. Sasa watu wa dini wanaharibu kanisa namna gani? Wanaharibu kanisa kwa kuleta fundisho za uongo, ambayo hata sasa tunahubiri ujumbe hapa. Kuna ndugu zetu wako katika dini la Uislamu. Kuna ndugu zetu wako katika dhehebu za Kikristo, ziko nyingi, ambao inahitajika tuwafikishie ujumbe watoke katika zile madhehebu. Sasa alipoharibu kanisa, tumeona mtu wa kwanza ambaye ameharibiwa na Paulo, tumemwona Stefano. Haleluya. Amen. Sasa hapa kuja kuwa swali ngumu na nzito. Wakati ambapo watu wataliita jengo kuwa ndilo kanisa, tengeneza fikra tuelewe lineno. Wakati itakuja kuitwa jengo ndilo liitwe kanisa, swali mbili inauliza. La kwanza, Yesu amesema atalijenga kanisa. Katika jengo zote ulimwenguni ambavyo vimejengwa ili iwe nyumba la kusanyiko ya kukusanyikia, jengo gani Yesu amelijenga ili kwamba lile jengo liwe ndilo kanisa? Inasikilika kwa swali ile? Hiyo ni swali la kwanza. Yesu ndio atajenga kanisa, na leo watu wameita jengo kuwa kanisa. Maana yake hizo jengo zimejengwa na Yesu. Swali ni jengo ipi katika jengo zinazokuwa ulimwenguni ambao Yesu ameijenga ili iitwe kanisa? Swali namba 1. Namba 2, Paulo aliharibu kanisa, si hiyo Biblia inasema? Ndio. Swali linakuja hivi, kama jengo ndilo kanisa, Paulo akaharibu kanisa, jengo gani Paulo kabomoa hapo? Hiyo ni swali mbili kubwa la kuuliza ulimwengu.
Paulo ameharibu kanisa, si ndio neno lake kabisa? Nikaliharibu kanisa la Mungu. Hata ukisoma kwenye Matendo ya Mitume pale kwenye 9 yake, alipokuwa akienda Damaski, amina, maandiko nasema mwanga kampiga kwenye uso, Paulo akaanguka chini. Alipoanguka, sauti kamwite ikasema, Sauli, Sauli, kwa nini uneniuzi? Sauli, kwa nini umenitesa? Paulo alijibu nini? Wewe ni nani Bwana ninaye muuzi? Yesu akamwambia, ni mimi Yesu. Haleluya, amen. Ni mimi Kristo. Sasa huyu Paulo kwanza kwa waliomtesa Yesu, wakina Kayafa, wakina Herode, wakina sijue nani, Paulo alikuwepo. Lakini Yesu anasema umenifanya nini? Mimi ndimi umeanza kumuuzi Paulo, mimi ndimi umemtesa. Sasa kwa fikra za Paulo angejiswali, huyo Yesu anayesema nimemtesa, tumekutanana naye lipi? Sehemu gani? Siku gani? Kwanza waliomtesa sio mimi. Haleluya. Lakini kwa sababu kwa fasiri ya Biblia, haleluya, kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Amen. Kanisa sio jengo lolote la tofali, la mabati, la mambao, la sijue hii tumeitaje? Hii vitu ambao wamejengea wakimbizi wanawapa wajengee. Sio, ukienda huko Kongo hasa ndio utakuwa umeishiwa. Kuna wanaita kwa sehemu nyingine mashiting, mabashi. Imeeleweka hiyo? Huko Kongo sasa wao wamepitilizia. Wana makanisa ya kila aina. Kuna kanisa ya bio. Kanisa inajengwa na vio. Kuna kanisa ya vyuma. Kuna kanisa ya matofali. Kuna kanisa ya mabati. Kuna kanisa ya mambao. Unajiuliza, ili hii jengo mnalolijenga liwe kanisa, kwa mujibu wa Ukristo wa andiko gani? Haleluya, amen. Hata baadhi ya wachungaji anasimama kwenye mibari anatangaza bila haya, waimbaji ndio watakolopa kanisa. Najua kukoropa, sijua mnahitaji kwa kusafisha nyumba na maji na hiyo deki, kupiga deki. Mchungaji amesimama anasema wamama ndio watasafisha kanisa. Unajiuliza, kwa andiko lipi linalomruhusu atamke ile usemi? Msomaji, mwalimu. Efeso 5:26. Kitabu cha Efeso 5:26. Ndio. Biblia inasema hivi. Tuangalie kinachotakasa kanisa. 5:26. Ndio. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kinachotakasa kanisa ni nini? Maji katika neno. Yohana 15:2 yake. Yohana 15:2 yake. Twende msomaji. Kitabu cha Yohana 15:2. Ndio. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Akubariki Yesu. 15:2 kitabu cha Yohana. Ndio. Inasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Maliza. Ninyi mmekwisha kuwa safi. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nilowaambia. Kinachotakasa ni nini? Neno. Kinachotakasa kanisa ni nini? Neno. Sio maji ya baharini. Amen. Hiyo ni ukosefu wa ufunuo. Hata umekuta Mkristo anasema ninaenda kanisani, ninatoka kanisani. Unajiuliza sasa, kwenda kanisani maana yake nini? Kutoka kanisani, ili kanisa ambalo umetoka amo, maana yake nini? Na bahati mbaya mvua ikiwa imenyesha ambaye na upepo mwingi ikirusha mabati, mtu anasemaje? Mabati ya kanisa kanisa limeizuliwa, upepo imeizulu upepo umezua kanisa. Ili tamko kwa mujibu wa andiko gani? Tuko naongea tofauti ya dini na kanisa. Kanisa kwa mujibu wa maandiko
Matendo ya Mitume 20:28. Kanisa ni nini? Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Na lile kundi lote nalo. Na lile kundi lote nalo. Ambalo Roho Takatifu. Ambalo Roho Takatifu. Amewaweka ninyi kwa uangalizi ndani yake. Mupate kulilisha kanisa lake Mungu. Kumbe kanisa ni kundi lililonunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa damu yake mwenyewe. Lile ndio linaitwa kanisa. Amen. Limeunganishwa katika roho mmoja, ambayo Paulo amesema sote tulionyweshwa roho ngapi? Moja. Tumeunganishwa katika kunyweshwa roho mmoja. Huyu roho tulionyweshwa ni lile fundisho takatifu la mitume. Amina. Amen. Ambalo Paulo amesema kwenye kitabu cha Wakorinto ya kwamba tumenyweshwa maziwa isiyogoroshiwa. Haleluya. Mafundisho isiyochanganyikiwa, isiyotiwa ndani vitu vigeni. Hili ndio linaitwa fundisho la kanisa. Sasa fundisho la kanisa liko tofauti na fundisho la kizehebu, liko tofauti na fundisho la kidini. Sasa Paulo alipokuwa katika dini alitii mafundisho ya kidini, alienenda katika mapokeo ya kidini, alienenda katika mila ya kidini. Na dini maana yake mila, mapokeo, desturi ya kibinadamu. Sasa hao wanaotumia neno kanisa kuwa jengo, tunaona hapa watakuwa wamekosea kabisa. Hatujakataa kujenga jengo, lakini lile jengo linaitwa jengo la kusanyiko la kanisa. Minaeleweka vizuri? Amina. Jengo la kusanyiko ya nani? La kanisa. Yaani lile jengo sio la Mungu, lile jengo ni letu, lakini limetukusanyisha pamoja ili tuwe na muda ya kukutanana kwa kuzuiliwa na jua, mvua, kuwa na baridi. Lakini sio nyumba la Mungu. Hata Mungu mwenyewe amekataa. Aliyefanya mbingu na nchi akae katika nyumba zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu. Lakini unakuta leo anasema nyumba ya Mungu hiyo pale. Mungu akae katika nyumba la tofali. Mungu akae katika jengo ambao watu wamechangia pesa, wametia pesa pamoja, wametia hela pamoja, wamechangia ili wajenge. Hapana. Haleluya. Kanisa ni watu walionunuliwa, waliotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Amina. Yaani tuna haki ya kujenga hata mchungaji. Jengo nzuri tu la kifahari kwa mujibu ya uwezo wetu. Yaani tumejenga kadiri ya uwezo. Lakini kuna baadhi ya wachungaji leo wameacha ukweli, wameuza ukweli kwa wazungu ili wapate pesa ya kujenga kusanyiko nzuri. Wamoja leo wameingia katika ushoga ili wapewe hela. Si wako wengi? Wako. Amina. Amen. Mwaka wa 2000 ilikuwa 2000 ngapi hapa? Ilikuwa kama 2023 kama sipitio. Kumekuja wazungu kutoka huko Ulaya huko. Najua Ulaya huko watu wanataka Ulaya sasa, maisha yako rahisi. Na huwa serikali za Ulaya zinajihusisha sana na maslahi ya watu wao. Si ni hivyo? Lakini ndugu yangu, kwa ubaya kwa ubaya huko ni namba 1. Yaani wamepitilizia kwa ubaya. Kuna mchungaji mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi hapa Rwanda kwa nchi ya mheshimiwa Paul Kagame. Huyo mchungaji sasa ameenda Marekani. Siku moja tukiwa tumeongea naye kwenye WhatsApp, kwenye simu, ameniambia vile, mtumishi wa Mungu, hapa nipo Marekani sasa ninaishi. Kamuliza sasa, habari ya Marekani, mambo ya kilo imendaje, nini na nini? Unajua amenijibuje?
aseme huyo shetani ambayo yuko Afrika tunasema toka shetani kwa jina la Yesu. Hapa Marekani tunasema kuja shetani, kuja shetani, karibu shetani. Yaani huko mnakimbizana naye, huku sisi tunamkaribisha, tunampokea. Kamwambia sasa hiyo inamaanisha nini? Aseme huku ubaya umepita. Esimeleweke hiyo jambo? Ndio. Akaniambia hivi, mtumishi, Mungu anibariki nipate hela. Tutumike na wewe kazi ya Mungu pamoja. Lakini tutatumika hivi. Mimi nitakuwa na kutumia hela Afrika. Wewe unanitumia maombi huku Amerika. Amina. Amen. Sijasema kama huko hakuna Wakristo wakamilifu, wapo, ni wachache sana. Yaani huko upagani wanaudhihirisha wazi. Sasa hiyo mwaka wa 2023 hapa Rwanda kumekuja wazungu kutoka Ulaya, wakaingia kanisani wakiwa na unaona hii bendera, unaiona hii? Hii ndio inaitwa bendera ya mashoga. Hii bendera hapa, hii ndio bendera ya mashoga ulimwenguni, kama vile kila nchi ina bendera yake. Sasa mashoga nao waliposapotiwa na ulimwengu ya hizo nchi kubwa kubwa, nao wamepewa hata na bendera. Hii ni bendera yao hii. Na hapa kuna usemi imeandikwa kwa hii bendera, nimechukua kwenye, inasema hivi, inasema Israeli yaanza kuandaa tamasha ya ushoga ufukweni. Israeli, hawa ni Wayahudi hawa, wale ambao tunategemea Mungu wa Wayahudi, Mungu wa Israeli. Wenzetu hao ni washoga. Shoga hii. Sasa hawa wa missionary walipokuja kwenye nchi za Afrika hapa Rwanda hiyo mwaka nasema 2023 nafikiri, kama itakuwa 23 itakuwa 24. Mmoja ya wale wa missionary walipokuwa ndani ya kusanyiko la ibada akatoa hii bendera. Amina. Amen. Akawa akisifu na hii bendera iko na ipitisha muhewa hivi. Sasa watu walipofungua macho wakakuta kumbe tulifikiri waliotujia ni watumishi wa Mungu, kumbe ni wanani? Mashoga. Ilizua mjadala mkubwa Rwanda. Hadi lile kanisa wakajiuliza tutafishia uso wetu wapi? Sisi kama wachungaji tulifikiri tunawakaribisha watumishi wa Mungu, kumbe tunawakaribisha mashoga. Sasa wamekubali ushoga ili wapate nini? Wapate hela. Yo. Unajua mashoga wanasapotiwaje hao? Hawa jamaa. Hawa wenye hii bendera. Mama, hata ukikuta mtandio ina hizi rangi usinunue. Hata ukikuta vazi yoyote ina hii rangi hapa, hii. Hii ambayo ina marangi nyingi hapa, usinunue. Hii ni rangi ya mashoga. Hii ndio nembo yao hii. Mashoga ulimwenguni ndio nembo yao hii hapa. Yaani hata ukimkuta mchungaji, muimbaji, sijua na ukiona tu anavalia hii nembo, jua hiyo ni nembo yao. Sasa leo watumishi wameuzisha ukweli wawe mashoga ili wapate hela tu, wajenge kusanyiko nzuri, sababu leo wanajua watu wanatamani vitu vinavyoonekana na macho. Lakini acha niende mbele kidogo. Sasa dhehebu ambalo tumesema ni dini, kitu cha kwanza msomaji, mwalimu, tunaweza fungia hapa kabisa kwenye kitabu cha Marko 7:6 yake. Inashuhudia na kusema twende vizuri. Marko 7:6 yake. Ndio. Marko 7:6 tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Umebarikiwa. Akawaambia, nini? Isa alitabiri vema juu ninyi unafiki. Kabisa. Kama ilivyoandikwa. Yaani kwanza alama tosha ya kizehebu ni unafiki. Kabisa. Najua ni afadhali uishi na rafiki anayejionyesha kuwa adui
Amen. kuliko kuishi na munafiki. Munafiki ni mtu amekuonesha meno. Yeah. Anaweza kupatia hata shikamoo. Haleluya. Anaweza kukusemea mazuri, lakini moyoni mwake anapanga njama ya kukuharibishia maisha, familia, huduma, wokovu na mambo mengine. Huyu ndio anaitwa munafiki. Na haya ndio yamebedhi katika madhehebu. Haujasikia wachungaji wamepeana sumu wao kwa wao? Wanachangia meza ya Bwana, wanachangia shikamo, shalome, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna mmoja amemtengenezea ndugu yake nini? Njama. Hata kuna baadhi ya wachungaji wengi kwa hii wakati tunaishi, wakikutembelea wachungaji hawa wawili, tumewapokea nyumbani mwako, unaenda wananunulia soda, unawapea soda, wameanza kutumia soda. Wakiwa katika matumizi ya kutumia soda, hata anaweza kusikia aende kwenye lazima ndogo, kwenye choo, kabla hajamaliza hiyo juisi au soda lake aende. Unajua anafikiria nini? Anafikiria nini? Nikienda hapa ndugu yangu nyuma yangu atafanya hivi. Ameniwekezea vitu vibaya. Sasa na unakuta wanasema mbinguni tunaenda, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Huyo Yesu. Hata kuna mhubiri mmoja anasema kuna dhambi zingine Wakristo wako wanafanya, hata shetani mwana anashangala. Anasema yani hapa mnapitilizia. Na kama Mungu anaweza kutuita kwenye masambo, naweza ambia Mungu umeniita shetani, lakini hawa ni mashetani zaidi yangu. Yani mtu unachangia meza ya Bwana. Amina. Mmoja anafundisha, mwingine anasimamia ibada, lakini wanapangiana mabaya. Yeah. Ona kama ni zaidi ya ushetani. Hiyo ndio Yesu anasema nyinyi watu mnaokuwa wanani? Wanafiki. Ninyi wanafiki. Akawaambia nini? Isali tabiri vema jioni wanafiki. Yana kanisani hatupaswi kuwa wanafiki. Yaani mchungaji, hekima, upendo na heshima katika imani. Tunapaswa heshimiana. Hiyo ni kitu. Kwanza, heshima ya kwanza tunaangalia umri. Umri unahesabiwa. Umeelewa mchungaji? Nina haki hata mimi nihubiri na niseme moto shuka hapa. Ninashuka kwa umri wangu. Nina haki ya kukuheshimu. Haleluya. Kitu cha pili, kuna heshima za huduma. Lakini pamoja na heshima ya umri, pamoja na heshima ya huduma tunazozifanya, pamoja na heshima ya Ukristo tumekuwa pamoja, isitutengenezee unafiki. Unafiki ni kusema kwa heshima ninayokupa, ninapokuona kwenye kosa, ninaacha kukuambia kosa lako. Hiyo ni unafiki. Hata umekuta mtu ameanza kuumia ndani, siwezi kumwambia huyu ni mchungaji wangu, siwezi kumwambia huyu ni aposto, huyu siwezi kumwambia huyu ni nabii, siwezi kumwambia, lakini ndani ya moyo anajisikia anaumia. Sasa inamfanya anashindwa kukuambia wewe, bali anaanza kukusema nje. Sasa ina faida gani? Yaani pamoja na heshima tunazo, haleluya, tuna haki ya kuonyana, tuna haki ya kushauriana, tuna haki ya kuelekezana. Petro anahubiri mataifa wameamini kwenye Wagalatia 2 hapa. Desturi ya Kiyahudi wasile na mataifa sababu walikuwa wanakula vitu najisi. Lakini baada ya kupokea Yesu, mataifa wameanza kumkubali Yesu na wanaendelea na mila yao kula vitu vyao. Petro naye amechangia nao, anakula pamoja na wao. Muda kidogo Paulo amechomoka, Petro anajua mwenzangu Myahudi amekuja. Na akiniona ninakula na watu wa mataifa, maana yake hapa napata kesi. Akageuza mgongo kama vile wa mataifa wamekuwa maadui zake. Kumbe Paulo amemfanya nini? Amemuona, alimwambiaje? Inakupasa hata hukumu. Petro, pamoja na wokovu na huduma, wewe umeachiwa fungulo, si hivyo? Amina. Amen. Kwa hili nimeona umefanya Petro, ilikupasa nini? Hukumu. Hukumu. Amina. Walichukiana. Paulo alimdharau Petro.
Haleluya! Wanaona kwamba Petro ametumia unafiki, Petro ametumia ujanja, Petro ametumia ubaguzi, wakati ndani ya Kristo hamuna ubaguzi. Ndio maana sisi katika imani, ndio maana umekuta hapa tumejisikia kama tuko nyumbani. Kinachotutofautisha tu sisi na nyinyi ni vitu hivi: kwanza, lugha; pili, mipaka. Lakini tukiuliza Rais Tshisekedi, ili ile iitwe Kongo na hapa paitwe Tanzania, ni Mungu yupi aliwaambia hapa ndio Tanzania na huko ndio Kongo? Si ni wazungu hao wa Belgium, tuko tunaita wa Belgium, ndio walikuja kwanza. Hii Afrika ilikuwa shamba yao, walikuja kufanya mambo yao. Baada ya kuona Waafrika wamepata akili, ndio wakasema tuatilie mipaka wasije wakapigana. Hapa pataitwa Rwanda, hapa Kongo, hapa Tanzania, hapa fulani. Lakini Mungu yeye kwa kutujua kwake anatujua tu kama watoto waliomwamini, walio katika kweli yake. Wala hatuna ubaguzi. Amina. Kwanza Mungu anifanyikishe niingizie pesa, nina haki ya kununua kiwanja Tanzania. Hata kama sijakuja kukaa hapo, nikinunua kiwanja changu hapa najengea hata na nyumba langu. Kama ni nyumba, nasema ndugu yangu fulani, kana kwa hiyo nyumba yangu hapo, hiyo ni nyumba yetu. Lakini unakuta kuna mwingine akiwa Kongo, Yesu asifiwe, akienda Rwanda, hapa nimekuwa nchi za ugenini. Mkristo sio mgeni. Haleluya. Amen. Katika Ukristo hatuna ugeni wa nchi, hatuna ugeni wa kabila. Hapa hatujue sijue, unasema hapa hao wanani wanadhibiti hizo maeneo? Wasukuma. Hata mimi ni Msukuma, na una haki ya kunikubali tu. Kinachoweza tu kunitoa nje ni lugha yangu. Lakini nikikaa hapa mwaka naanza kusema hiyo Kiswahili ya ndani, na mimi naanza kutelezesha ulimi, mimi si Mkongomani tena, nakuwa Mtanzania. Amina. Amen. Lakini sasa ukongomani wangu tu utaonekana. Juu ndasema bonjour, comment vous allez? Haleluya. Amen. Unakuta mtu anakuambia kuna kanisa la hapa, kuna kanisa la pale. Hata hapa Mungu maisha yakiwa magumu na Mungu anaruhusu Kongo maisha inakuwa nyepesi. Ndugu Sabuni, unasema maisha ya Tanzania imenishinda, ninaenda Kongo. Mimi naenda ishi Kongo. Amina. Amen. Na unaanza kusema tu na wewe, makambo na wewe za nani? Na mambo inaenda uza nani? Zambia Pambola. Na mambo Zambia Pambola. Na vitu vinaenda vizuri. Bila hata kujisikia upweke, unyonge haupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha nizungumuze kwa kupunguzia tu hili neno. Sawa, hapa ni kama tu niko naingilia, lakini kuna makubwa tutakayoongelea kuhusu tofauti ya dini na kanisa. Wanafiki kama Isaya alivyotabiri, watu hawa uniheshimu kwa midomo. Ndio neno umefungia pale. Wamemheshimu Mungu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na Mungu. Unajua kuheshimu Mungu kwa midomo na mioyo kuwa mbali, wakati imesemwa heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Bwana. Wakati imesemwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Acha ufungie tu na kitabu cha Warumi ile 10:8-9 hadi 10. Ongee pale tu, pale ndio tutaanzia kesho. Kitabu cha Warumi ndio ngapi vile? 10:8 hadi 10. 18. Ndio. Biblia inasema, lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Katika moyo wako. Neno imekaa wapi na wapi? Moyoni. Na Yesu anasema wanafiki wananiabudu bure, bali mioyo yao iko mbali nami. Moyo iko mbali. Lakini kwa mujibu wa ndugu Paulo amesema kwa moyo wako. Twende. Lile neno li karibu nawe. Neno liko karibu nawe. Katika kinywa chako. Katika kinywa. Na katika moyo wako. Na katika moyo. Yani, ndio lile neno la imani tulilo
ubiriwa. Maliza. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, ukimkiri kwa kinywa kama ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Simama, maliza. Utaokoka. Ukiamini katika moyo, unakiri kwa kinywa, lakini umeamini kwa nini? Na kwenye Marko anasema wananiabudu bure, mioyo yao iko mbali na mimi. Yaani wakiwa katika shida, Yesu nisaidie. Yeah. Wakiwa katika magonjwa, Yesu niponye. Wakiwa katika vita, Yesu nipiganie. Wakiwa katika mazingira isiyofaa, Yesu nichunge. Lakini okovu ya Yesu wanaikataa. Amen. Umeona hapa sasa? Haleluya. Amen. Ukiwaambia mgonjwa umekuja tumwombee Yesu, ponya huyu mtu. Ukiwaambia tubatizwe kwa jina la Yesu, wanaanza kuangalia kama usiku haujakucha. Yote wanaoifanya wanatumia jina la Yesu. Wakifika kwenye ubatizo mambo inakuama, ndugu yangu. Wanaanza, unaona, unajua. Na nipunguzie kwa kusema hivi, wakati mwingine nawaita wachungaji kwa heshima wanayo na sifa wanaone, nawaita wanapeleka kivuli cha Labani ambaye alikuwa mjomba wake Yakobo. Sikia hapa, Labani alipompokea Yakobo, maandiko nasema Yakobo akampenda binti yake Labani, mtoto wa mjomba wake, na alijua ya kwamba inanibidi kwa kwetu tunasema kurendeza, huku mnasemaje? Yaani kijana, hapana, kuchumbia. Kijana kumtoa binti katika jinsi kumtoa binti wa mwenyewe bila kutoa mahari. Kule Kongo tunasema kurendeza. Sasa Yakobo kutorokesha, basi tuongee hivyo. Sasa Yakobo akajua sitatorokesha huyu binti wa watu, na nibidi nitoe mahari. Hii ndio mfano nakamata wachungaji wa leo na wa Kristo. Labani akamwambia utanitumikia miaka 7, nitakupatia huyo Rachel. Yakobo akaanza mwaka wa kwanza, 2, 5, 7 akamaliza. Alipomaliza ameenda nyumbani mwake, anaketi iko na chunga, wamletee mzigo wake. Akasikia mlango imefunguka, akajua nimeletewa sasa. Alipoletewa akalala na mkewe. Alipoamka asubuhi ya kutizama, mimi nilitumika ili nipewe Rachel. Bahati mbaya mjomba wangu amenikorofia, amenipatia Lea, na huyu Lea alikuwa na ubovu wa jicho na ndiye alikuwa mkubwa. Yakobo akamwendea mjomba wake akamwambia, kwa nini umenitendea hili? Mimi nilomba Rachel, wewe umenipatia Lea. Labani akamwambia, ili upewe, unaona kwa asili yetu mdogo hawezi kuolewa mbele ya mkubwa. Mkubwa kwanza, mdogo anafuata. Lakini hivi imefikia hivyo, ulipenda mdogo, basi tumika tena miaka 7. Sasa ndivyo ilivyo kwa wachungaji leo. Wanapowahubiri watu kuhusu Mungu, wanahubiri Yesu. Ni hivyo sio hivyo? Amini Yesu. Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Yesu ni Bwana. Yesu ni mfalme. Yesu ni Mwokozi. Yesu wanamkiri Yesu kabisa. Sasa watu wanaposikia kuamini Yesu wanakuja. Wanaamini nani? Si Yesu basi. Aaminie na kubatizwa, wanawaweka kwenye maji. Wanapokuwa ndani ya mto kwa kufanya tendo la kubatiza, wengi wameanza kuwapea vilapo, si ni hivyo? Wanaanza, unamwamini na Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi? Ndiyo.
jamaa inaweza kuinukia mume au mke na nakwambia uachane na imani ya Kristo, hautamwacha. Hapana, Yesu tu ndio ninaambatana naye. Unaweza kugonjwa, unapelekwa kwenye mahospitali mikubwa na mdogo, unakutana na wadokta wakubwa na wadogo, magonjwa yanashindikana kupata uponyaji. Lakini kuna mtu wa jamaa anasema, kuna mganga mmoja wa kienyeji, ni mtaalamu kwa kutibu haya magonjwa. Mfumu ndio tunamuita kwa msemi mwingine, mtu wa kuaguza, mtu wa mapepo, lakini anatibu. Anayekubatiza anakuuliza, hautaenda kwa huyo mtu wa mapepo wache Yesu? Unasema hapana, mimi Yesu tu nampenda. Bahati mbaya huyo mchungaji anasema, kwa ushuhuda ya maneno ya kinywa chake tunambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la nani? Na la Roho. Swali, mlipokuwa mkimwapisha mlimwapisha kwa jina la nani? La Yesu. Mlipomhubiri mlimhubiri nani? Yesu. Kwa nini kwenye ubatizo mnamuima Yesu, mnampelekea nani? Baba, Mwana na Roho. Yaani ni kama tu Labani amemtumikisha Yakobo amupe Rasheli, lakini inapofika muda anamtoa Rasheli anamletea Lea. Yaani ni Walabani hawa kwa hiyo wakati. Yeah. Mtu ameapa Yesu, anakiri Yesu, anaamini Yesu. Kwenye ubatizo wanamvua, wanamtoa Yesu, wanamtia Baba, Mwana na Roho. One kama hapa kutakuwa majanga makubwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Acha tupunguze kwa leo, kesho tuanze angalia mafundisho ya kidini na mafundisho yanayohusu ya kanisa. Mwenendo wa dini, mwenendo wa kanisa, tabia za dini, tabia za kanisa, na itakutupatia uhakika. Sijawahi kuona katika Biblia kwamba Yesu, amina, amen, sijawahi kusoma andiko yote, na hili ndakuwa niniuliza hata wachungaji mnaonisikia. Sijafanikiwa kuona kwenye andiko yote kwamba kutakuwa harusi ya bibi harusi na bwana harusi, kisha huyu bibi harusi aipe dini. Sina ya andiko mimi. Yaani kutakuwa harusi ya dini na nani? Na Yesu. Ila hiyo haya iko kwenye Bible. Amina. Eske kuna andiko linalosema kutakuwa harusi ya bibi harusi na bwana harusi? Huyu bwana harusi ndio Yesu na bibi harusi ndio dini. Lile andiko liko?